Ubalozi wa Marekani humu nchini umewashauri raia wa Marekani kutozuru kaunti zilizoko karibu na mpaka wa Kenya na Somalia kutokana na hofu ya utekaji nyara na mashambulizi ya kigaidi. Hali kadhalika ni kwamba ubalozi wa Marekani umelaumu idara ya polisi kwa kutowajibikia visa vya uhalifu na ugaidi ipasavyo. Kevin Mutai anatufungulia taarifa zetu za NTV jioni usiku huu. Siku ya Jumamosi, taharuki ilitanda katika eneo la Mangai, kaunti ya Lamu, baada ya wanamgambo wa Al-Shabaab kuingia kijijini humo. Siku mbili baadaye, serikali ya Marekani kupitia ubalozi wake humu nchini imetoa ilani ya kutaka raia wake kutozuru baadhi ya maeneo yanayokisiwa kuwa hatari kwa usalama wao. Baadhi ya sehemu hizo ni mpaka wa Kenya na Somalia, karibu na kaunti za Garissa, Wajir na Mandera. Pia ujumbe huo umetaja kwamba sehemu zisizo salama kwa raia wake ni Tana River na Malindi kutokana na hofu ya ugaidi na utekaji nyara. Pia kuna ilani ya kusafiri kwenda kaunti za Pokot Magharibi na Turkana kutokana na visa vya vamizi na wizi wa mifugo. Ni hivi majuzi tu ambapo maafa yalishuhudiwa katika eneo la Lopimukat karibu na mpaka wa Kenya na Ethiopia, wavuvi wakiangamia huku wengine wakijeruhiwa katika kile kinachodaiwa kuwa ni uhasama wa kulipiza kisasi na rasilimali kutoka ziwa Turkana. Cha kushangaza pia ni kwamba taifa limewekwa paruanja kutokana na wizi wa mabavu, hasa jijini Nairobi, wezi wakilenga vipochi, simu za mkononi na mali tofauti. Kwa mujibu wa ujumbe huo ubalozi wa Marekani, raia kutoka nchini humo wameshauriwa kutofanya ziara wakati wa usiku na hata kuwa waangalifu wakati wa mchana. Kevin Mutai, NTV.